Timu ya mchungaji, timu ya mkono mchungaji, tunakukaribisha mahali hapa ili atuletee neno. Kwa hivyo karibu na Mungu akubariki. Asante sana. Thank you. Amen. Najua kweli huu ni wakati mwingine mwema ambaye yule anaitwa Mungu ametukubalia tuwe mahali hapa. Ni kwa sababu kuna wakati tulikuwa hatupatikani hapa, na wakati ukafika kwa sababu ya uwezo wa Mungu akaweza kuturudisha mahali hapa. Kwa hivyo tunazo shukrani nyingi kwa sababu ya huyo Mungu. Ni kwa sababu ndiye ametuendesha kuwa uhai, kuwa kweli tunaongea, tunaona, tunawaza. Hata wakati huu tunajua ni Sabato. Na wakati tumepata hii nafasi, kwa sababu hii nafasi haipatikani kila wakati, mimi huwa nashukuru Mungu kwa kuendeshwa kufika mahali hapa. Kama hujui, jua leo. Ukiangalia tangu makanisa yanze kufunguliwa, umeona kweli ile janga ilikuwa kali imeanza kushuka na itashuka kabisa. Kama wewe huamini, itashuka kabisa, kwa sababu neno la Mungu linasema wakati mtakuja mahali hapa. That is Second Chronicles chapter 7. Hapa utasoma. Sitaki hiyo sio mahubiri yangu. Ati wakati mtakuwa mahali hapa, muombe mkiwa hapa, kukiwa na hii jua. Kukiwa na jua. Wakati kuna jua, shida huwa changamoto, huwa shida ni mingi. Mniombe mkiwa hapa, nitaleta mvua. Wakati mtakuwa na vita, muje tu hapa tena, muombe mkiwa hapa, vita itaija. Kukiwa magonjwa, muje hapa, muombe magonjwa hiyo ni neno la Mungu. Na neno la Mungu litadumu hii. Hata wewe upige, usipige, hiyo neno litakuwa hii. Kwa hivyo ni vizuri wakati wewe mwenyewe unawezeshwa kuhudhuria mahali hapa. Shukuru Mungu kwa huo uwezo, yule ambaye amekuwezesha kuwa mahali hapa. Na ukweli, ukiangalia makanisa mengi yako na wagonjwa wengi. Hapa kwetu hakuna. Na hata kama uko na ugonjwa, wewe huwa unanificha. Wewe pengine ni adui, sababu nilikuja adui. Kwa sababu utakuwa na magonjwa na mdangani, na uko katika nyumba ya Mungu, na neno la Mungu ndio limeandikwa katika hiyo Biblia yako. Wewe mahali unasoma, imeandikwa ukija hapa nishi ikiwa na magonjwa. Si nishi haikuwa na kidonda. Watu wa hiyo nishi wakiwa na magonjwa, watu wa Mungu waombe, hiyo shida itaisha. Imeandikwa hivyo in the Second Chronicles chapter 7. And hapo teremka na Biblia, utaona uwezo wa Mungu. Okay, leo nikiwa mhubiri wa leo, ninataka nikurudishe nyuma kidogo. Sababu tuko watu wengi. Na wakati tuko watu wengi, kuna watu hawajui east or west. Na ninataka hili neno ulipata vizuri in the book of Numbers. In the book of Numbers, nataka ulipate hapo chapter 13. Nataka ulipate mahali hapo. That is chapter 13. Sitaki tusome yote sababu hatutaweza. Tutaanza 13:17. Hatutasoma yote, tutakuwa tukirukaruka ndio wewe upate lile neno ambaye wakati huu litakupa nguvu, litakupa kazi ya kufanya, litakupatia nafasi ya kutubu kwa sababu tuko wengi. Yes. In Numbers chapter 13 and from verse 17 it says, Moses sent them to scout out the land of Canaan and said to them, Get up this way by the south, the Negev, and go unto the hill country, and see what the Lord
and see what the land is, and whether the people who dwell there are strong or weak, few or many, and whether the land they live in is good or bad, and whether the cities they dwell in are camps or strongholds, and what the land is, whether it is fat or lean, whether there is timber on it or not, and be of good courage and bring some of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. Amen. 26. Nataka turukaruka. Verse 26 it says, they came to Moses and Aaron and to all the Israelite congregation in the wilderness of Paran at Kadesh, and brought them word and showed them the land's fruit. They told Moses, we came to the land to which you sent us. Surely it flowed with milk and honey. This is its fruit. But the people who dwell there are strong, and the cities are fortified and very large, and moreover there were the sons of Anak of great stature and courage. Amalek dwells in the land of the south, the Negev. The Hittite, the Jebusite, and the Amorite dwell in the hill country, and the Canaanite dwells by the sea and along by the side of Jordan. Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, where we are well able to conquer it. But his fellow scouts said, we are not able to go up against the people of Canaan, for they are stronger than we are. So they brought the Israelites an evil report of the land which they had scouted out, saying, the land through which we went to spy it out is a land that devours its inhabitants, and all the people that we saw in it are men of great stature. There we saw them, the Nephilim, the sons of Anak, who came from the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Amen. Bwana asifiwe sana. Hatujamaliza, nataka tusome mbili. Mark 17. Nataka nifuatanishe hiyo mambo mawili ili hili jambo likaweza kujulikana vizuri. Mark 10:17. In Mark chapter 10 from verse 17 it says, and as he was setting out on his journey, a man ran up and led before him and asked him, teacher, you are essentially and perfectly and morally good. What must I do to inherit eternal life, that is to partake of eternal salvation in the Messiah's kingdom? And Jesus said to him, why do you call me essentially and perfectly morally good? There is no one perfect and morally good except God alone. You know the commandments: do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. And he replied to him, teacher, I have carefully guarded and observed all this, and taken care not to violate from my boyhood. And Jesus, looking upon him, loved him, and said to him, you lack one thing. Go and sell all you have, and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and accompany me, walking the same road that I walk. At that saying, the man's countenance fell, and was gloomy, and he went away grieved and sorrowing, for he was holding great possessions. And Jesus looked around and said to his disciples, with what difficulty will those who possess wealth and keep on holding it enter the kingdom of God? Amen. Bwana asifiwe sana. Ukweli nataka tuangalie neno kama vile tumelisoma. Huyu ni Moses. Akachagua makabila 12 ili awatume waende Canaan, wafanye investigation zao, waangalie hiyo nchi iko namna gani. Ukweli wakaenda, hakuna aliyebaki nyuma, mtu mmoja katika kila kabila. Wakati walifika kule, walitoa majani au matawi na wakaja naye. Lakini kati ya wale 12 walileta ripoti, huko ni kuzuri lakini kuna changamoto. Huko ni kuzuri lakini huko wale watu huko ni wale watu wanene kuliko sisi. Ukiangalia wanaume wa Anak, huyo mtu anakuinua tu na kidole, unaenda juu. Kwa hiyo hata hataki mchale, hataki nini. Wewe ukikutana hawa sisi tumemalizwa. Lakini ni kuzuri. Lakini ukiangalia ndani ya roho za hao watu, ukweli walikuwa nakula neno kama hawa wengine.
Lakini wakati inafika wa kuongea mazuri ya ile nchi, waliongea vizuri, lakini wakawa na uoga. Ule uoga ukawafanya wao wenyewe kwa sababu yale hawa wote 10. Hebu angalia wote 10. Walisema nchi ni mzuri, lakini wanaume huko ni wakali. Na hatuwezi kupigana na wao. Ni watu wangapi? Watu wawili walisema, amukeni twa. Hawa ni wakina nani? Tumesema Joshua na Caleb. Tuje huko huyu tajiri. Ndio sasa pengine hujaelewa na hujui. Ukiangalia huyo tajiri alikuja kwa Yesu. Akauliza, "Nitafanya nini ndio niingie ufalme wa mbinguni?" Akauliza, "Unajua maandiko?" Yes, kwanza maandiko. Ukiangalia watu wa Mungu wanajua maandiko. Na wanajua usiibe, usizini, usifanye uasherati na hiyo watu wengine na mambo mengine na usiue. Ni kweli haya mambo yote, akasema mimi hao najua. Yesu akamwambia jambo moja, "Kwenda ukauze mali yako yo." Bwana asifiwe sana. Wewe unafikiri aliambiwa auze mali yake gani? Hawa kwa wale ambaye hawajui, aliambiwa auze mali yake yote, utajiri wake wote ule uko ndani ya roho. Bwana asifiwe sana. Ndio ujue utajiri wako. Nataka tusome John 9:39 ili ujue utajiri wako, kwa sababu tunaweza kuwa na wewe hapa na wewe ujue utajiri wako. Wewe unafikiria utajiri wako ni hiyo kanyumba, ni hiyo kagari, ni mashamba. Yesu hana haja na hizo. Yesu anataka ujue utajiri ule utauza, na ndio ujue why those people came with a negative message. John chapter 9 from verse 39. They sought again to arrest him, but he escaped from their hands. He went back again across the Jordan to the locality where John was. Not the 9:39. John chapter 9 verses 39. It says, "Then Jesus said, I came into this world for judgment, as a separator, in order that there may be separation between those who believe on me and those who reject me, to make the sightless see, and to make those who see become blind." Some Pharisees who were near, hearing the remark, said to him, "Are we also blind?" Jesus said to them, "If you are blind, you will have no sin. But because you now claim to have sight, your sin remains. If you are blind, you will not be guilty of sin. But because you just insist we do see clearly, you are unable to escape your guilt." Amen. Yesu alikuja ili wale wanaona wawe vipofu. Wale wanaona, hebu angalia, wale wanaona wawe vipofu, na wale walikuwa hawaoni wao. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia katika ulimwengu huu ambao unatuona, kuna watu wengi wako na utajiri wa hii kinywa na roho zao. Utajiri ule uko naye, si ule utajiri ni ule uko ndani ya moyo wako. Hebu angalia utajiri wako. Wewe ukiulizwa dunia hii adui yako ni nani? Ni mtu. Angalia vizuri. Adui, kwa sababu huyo ndio utajiri ule uko naye. Uko na utajiri wa kutosha. Angalia wale watu ambao hawajui Yesu. Ukweli hawa ndio wenye vita. Hebu angalia vizuri. Wale watu hawajui Yesu, hawa ndio wenye vita. Hawa ndio wenye masengenyo, hawa ndio wenye chuki, hawa ndio wenye kulaumiana, hawa ndio wenye masengenyo. Hebu angalia vizuri. Wao wenyewe hawajatoka class ya 519 Galatians. Ukiangalia wa Galatia 5
Babylon na kiza. Wale ambaye wanaenda na kimwili, matendo ya kimwili, hebu angalie. Matendo ya kimwili ni wale watu wao wenyewe kwa macho hii ya ulimwengu wako na macho ya kutosha. Na kwa sababu wako na macho ya kutosha, kazi yao ni chuki, masengenyo, fitina, umaraya. Ukiangalia yule jamaa alisema mimi mambo ya umaraya na wizi na nini, mimi huko nimetoka, lakini akaambiwa ako na utajiri mwingine. Huu utajiri, watu wa Mungu, utajiri ni ile mambo iko ndani ya moyo wako. Na ile mambo iko ndani ya moyo wako, hebu angalia vizuri. Hata wakati unapo agana na mtu uniletea hiki na hiki, akikosa kulete, hebu angalia uadui unaanza mahali pale. Kwa sababu mliagana na ndugu na dada, mtaleta kitu fulani kwa kanisa, mtaleta kitu, utatenda jambo hili. Ukiangalia vizuri, akikosa kutimizia wewe ile jambo, uadui ndio huyo, vita ndio hiyo. Matengano unakuta ile utajiri, kila mtu hapa ni tajiri, na utajiri wako unataka tu majaribu kidogo. Majaribu kidogo, ukosewe na mtu, unakuta utajiri wako umeyeyuka sasa, unatupa, unaanza kulipuka mabomu. Na ni wewe tu umeokoka na unaenda mbinguni gani? Hata wewe niambie. Angalia hao watu wa Israeli, hao walitumwa, the 12 tribes of Israel. Wakati walitumwa, wote walikuwa wakisikiza neno. Wote walikuwa wanapewa neno na Musa. Kwa hivyo tayari walikuwa ni watu wa Mungu ambao wanamjua Mungu. Lakini wakati walifika kule watu walifika Kanani, hebu angalia ile jawabu walitoka nazo. Walitoka na mambo ambayo hata wewe saa hii, pengine saa hii ndio utaelewa. Walitoka na mambo ya kuona kuna mambo Mungu ambaye hebu angalia vizuri. Wanaona kuna mambo, yes, yule anakuwezesha usione uwezo wa Mungu ni ule utajiri wako. Huo utajiri ukiwa ndani ya moyo wako, hakuna wakati utamuona Mungu. Na ndio Yesu alisema, afadhali afadhali kamia. Wewe imagine, afadhali wewe hata na leo chunguza ni nini Yesu alikuwa anataka kusema. Atikamia ingilie kashimo ya shida kuliko wewe. Wewe hutaki kujua shida zako. Wewe unataka kujua shida za wengine. Na Biblia tayari ilikumwa mahali pale. Biblia inasemaje? Isaia, ukiangalia Isaia 58 verse 9, yenyewe inasema usinyotee mtu wa Mungu kidogo. Hebu angalia hata hapa. Huyu anaambiwa usione huyu, kwenda uone yule. Huyu si mtu wa simu. Usione huyu, kwenda uone yule. Wewe ndio uko na kidole, usione huyu, kwenda uone yule. Nani alibadilisha moyo wako ukasahau kuna neno inaambiwa usinyotee mtu ule mwingine kidole? Wewe unachukua mtu mtoto unamuonyesha mambo mengine ambayo wewe imekushinda. Wana watu 10 wana wa Israeli, na unajua wale walichaguliwa walikuwa viongozi. Wakia viongozi wao wenyewe hawakuwa wanauza utajiri wao. Wao walikataa. Na ndio walikuja na taarifa ambaye haikuwa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kama ujui sio hivyo. Ukiangalia mapenzi ya Mungu ilibebwa ni hao watu wawili, Joshua na Caleb, kwa sababu wao walihimiza watu wa Mungu, amukeni twende. Na uangalia vizuri, amukeni twende tukailizi ile nchi. Wale
wakabaki ni wale akina Dathan na Kora. Ukienda 16 wao wote waliisha, walimalizwa kwa sababu hawakuonyesha nguvu za Mungu, uwezo wa Mungu. Hawakuonyesha, walitumwa ni timu nzuri, lakini wao wenyewe hawakuonyesha mapenzi ya Mungu. Kwa sababu wale ukiangalia hata wakati walioambiwa watoke Misri, walileta shida. Na hawa ndio walikuwa adui wa Musa. Hata wewe pengine wa leo, wewe ndio utokea watu msione yule, kwenda uone. Si afadhali ukishindwa ni safari wewe, soka utokea watu wengine, fanya kusumbua watu. Kwa sababu kwa nini unabadilisha neno? Neno halibadilishwi. Nikisema usinyoshee yule, neno la Mungu litakaa vile. Hawa walibaki watu 10. Hebu angalia. Watu 10 just tu. Wewe unaona kama ni kura? Ndugu yangu, ni nani angepigia kura? Na wale wengi. Lakini Mungu haangalii wengi. Mungu anaangalia ni nani ako na msimamo thabiti. Ni nani ako na msimamo? Ni nani hataangusha nyumba yangu? Tukasomewa ni ndugu pale. In the book of Romans chapter 16. Hebu angalia vizuri. Ndio kusiwe na mtu wako na roho ingine, lakini ni mmoja wetu, si mmoja wetu. Hapana, hakuwa mmoja wetu. Uko na roho mbili za kugawanya. Wewe unagawanya watu, lakini huangalii neno. Yesu ukiangalia wakati alisema in the book of Isaiah chapter 11. Tusome ya kwanza ndio tutoke mahali pale. Chapter 16, umefungua? Nataka uangalie vizuri. Wakati huyu alikuwa anachaguliwa, Daudi. Ukiangalia tuanze hapa 4. 16:4. Hebu angalia vizuri, ndio ujue neno la Mungu linakaaje. Neno la Mungu halina ubaguzi. Wewe ndio uko na ubaguzi. Wewe kuna mtu wako yule umechagua wewe. Wewe ni wewe. Yes? 2 Samuel chapter 16 from verses 4. It says, 1 Samuel 2. Fast. 1 Samuel chapter 16 from verses 4. It says, and Samuel did what the Lord said and came to Bethlehem. And wacha mwanzo sababu watu watakatiwa hawatajua. The Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons. Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. And the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. And invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do, and you shall anoint for me the one I name to you. And Samuel did what the Lord said, and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, have you come peaceably? And he said peaceably, I have come to sacrifice to the Lord. To consecrate yourselves and come with me to the sacrifice. And he consecrated Jesse and his sons and called them to the sacrifice. When they had come, he looked on Eliab, the eldest son, and he said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, look not on his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. But Samuel said, neither has the Lord chosen this one. Then Jesse made Shammah pass by. Samuel said, nor has the Lord chosen him. Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of these. Then he said to Jesse, are your all sons here? Jesse said, there is yet the youngest, and he is tending the sheep. Samuel said to Jesse, send for him, for we will not sit down to eat until he is here. Jesse sent and brought him. David had a healthy, reddish complexion and beautiful eyes, and was fine looking. The Lord said to Samuel, arise, anoint him,
this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. Amen. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia kama ni wewe. Yeye angalia Jesse ako na watoto wake. Na kwa sababu ako na watoto wake, kuna yule mkubwa. Hata kama ni wewe, kitu ya kwanza ungechagua kama Jesse. Hata wewe unajua tu ni nani Jesse. Huyu ndio wangu, yule mkubwa. Bariki huyu. Mungu akamwambia sana. Hapa ndio injili huwa inatorokea watu. Na huwa inatorokea watu kwa sababu hao hawajui. Mungu haangalii, Mungu si mwanadamu, na Mungu haangalii vile msimamo wa mtu, vile ulivyo, haangalii na hataki kuangalia. Hata ukiangalia Yakobo na Esau, hebu angalia vizuri. Esau ndio huyo, Yakobo ndio huyo. Lakini Mungu anasema from day one, mimi nina haja na Jacob. Wewe kama ni wewe, mtoto wako baba shida, unaonaje? Unaona huyu ndio huyu. Ukweli hili ni jambo ambalo halieleweki. Kwa hivyo Jesse akawa mtu wa kawaida kama mimi, akachagua kijana wake huyu. Hebu angalia vizuri. Kijana wake yule mkubwa. Ukiangalia alianza na nani? Alianza na Eliab. Hebu muangalie vizuri. Huyo akaambiwa ni Mungu, hapana. Wewe ndio uchagua wale unataka. Si unajua wewe ndio wewe umepewa kazi ni shetani, uchague wale unataka. Nani alikupa hiyo kazi? Nani alikupa hiyo kibarua? Hiyo si kazi ya Mungu, hiyo si kazi yako. Ukiangalia huyu anatumwa na Mungu, wacha wewe unajituma. Yeye anatumwa na Mungu. Kwenda kwa Jesse. Yule mtu nitakwambia umwagilie mafuta. Sasa sababu yako tayari na kibuyu yake. Kuchukua kibuyu yake akaambia si huyu. Yaani abuzili ya ajabu. Akaenda kwa mwingine anaitwa wapi? Abinadabu. Akaambiwa hata huyo si yeye. Akaenda kwa mwingine Shama. Akaambiwa sio huyo. Hata Jesse mwenyewe hata Jesse mwenyewe akachanganyiki. Akaulizwa, unajua huyu mtu analetwa mbele ya Mungu. Mungu akimwangalia huyu hastahili. Lakini kwako wewe mzee, wewe unaona kama huyu ndio anastahili. Kwa Mungu sio hivyo. Kwa hivyo wacha kufanya kanisa kama ni kule na huko. Hii ni jambo tofauti. Akaulizwa sababu naye akachanganyikiwa. Kuna mwingine. Kuna katoto. Sasa kama kuwa ni katoto. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia David ndio achaguliwe. Angalia yeye alikuwa na menyano na Abinadabu na Jamba na hao wengine si wako pale na mzee tu. Wako kwa nyumba. Au unafikiri wewe ndugu yangu unaona walikuwa karibu na mzee pale. Kwa hivyo yule David ndio anang'ang'ana kule jikani. David ndio anang'ang'ana kule jikani, huyo ndio anang'ang'ana. Ako na simba anaipasua ikishika kondoo zao. Ako na hiyo ingine yeye anapasua. Bwana asifiwe sana. Lakini wengine wako nyumbani. Mungu akiangalia akaona kweli nimepata mtu ambaye anafurahisha roho yangu. Na ukweli angalia Daudi ndio achaguliwa akiwa kama mtoto. Hata Samuel anajua kutaleta mambo kwa sababu ni katoto. Jia wengine wataona, huyu apewe. Kwa nini huyu ndio atakuwa mkubwa wetu? Watu wako na changamoto sana kwa sababu watu wako na mawazo tofauti. Kwa sababu kazi yao wao wanaona lakini ukiangalia Yesu alikuja ndio wale walikuwa wanaona wasione. Bado nao walikuwa hawaoni wao. Sasa hii badala sisi turekebishe roho zetu. Tutengeneze roho zetu. Tuweze kuona mambo the other way around. Mimi sasa hii unikosei sababu najua yule ananikosea ako ndani
Lakini wale wenyewe wakati Daudi alipomwagiwa mafuta, unajua sasa ndio ukiangalia hata wasee huko walimuuliza, have you come with peace? Hata wao wanashangaa kwa sababu anajua mahali Samueli alikuwa anaenda kutatokea kivumbi. Ndio hawa. Nataka kuambia namna gani? Ukiangalia chapter 17 ndio Daudi alipigana na Goliath. Sitaki hiyo usome. Hebu angalia Abinadamu wako wapi? Walikuwako? Shama alikuwako? Na huyo mwingine Abinadamu alikuwako? Hakukuwa. Wote walikuwa wamekuja mishimoni. Wakifanya nini? Kwa sababu hawakuwa. Hakuna kazi walikuwa wanafanya. Daudi kwa sababu yeye akishika neno anashika vizuri. Kushika neno Daudi alikuwa analishika. Kwa hivyo ndio hakubabaishwa ndio ukiangalia Daudi hata akiwa vitani kule alikuwa simba au wanyama wengine. Hakuna mnyama ambaye angeenda na kondoo zao. Waneo dada yangu, nataka ujitazame. Wewe Mungu akikuangalia, unampigania katika ulimwengu huu, unampigania vita gani? Au wewe unakubaliana na vile kunasemwa tu? Watu wakisema ni hivi nawe uko hapo. Watu wakisema hiyo ingine nawe uko mahali pale. Kwa sababu wewe hujakuwa na msimamo. Ukiangalia Daudi ndio Mungu aseme nimepata mtu ambaye atamtenda mapenzi yangu. Daudi ukimwangalia ukweli isipokuwa ni wewe unamshtaki. Wewe atalichukua Biblia mwenyewe. Hakuna Biblia mwenyewe alichukua. Wewe ndio ulichukua Biblia mwenyewe kwa sababu iko na hiyo. Ndio achukue yule bibi alimchukua bwana yake akishafariki. Kwa hivyo wewe uko na mambo unawekelea Daudi. Si alifanya usharati. Wewe ndio ulifanya usharati. Mungu bado anasimamia yule mtu wake. Akiameona mtu ambaye roho ya Mungu na Daudi zilikuwa zinaelewana. Kwa sababu ya nini? Yeye alikuwa anatenda kazi ya Mungu. Yeye alikuwa na nguvu kwa sababu alikuwa tayari ameshauza mali yake yote. Wewe angalia, uko katika nyumba ya Mungu. Wewe mwenyewe ndio unatumika kwa masengenyo, usione huyu ona ule. Yule si mzuri. Ni nani ambaye nani alikupa hiyo kazi? Wewe ulikataa kuona shida zako, unaona shida za wengine. Hebu nikwambie tu dada yako, kama unataka kukubalika na Mungu, kama unataka kuona uwezo wa Mungu, kama unataka kubarikiwa, hapa sitakwambia toa ndio ubarikiwe, sikudangani. Hata ukitoa sababu yako, Mungu kama roho yako ni mbaya itakuwa mbaya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu si ati Mungu kitu ya kwanza anaangalia moyo wako. Uza hizo. Yesu akiangalia anaona ni shida, ni mambo ya machukizo ndani ya moyo wako. Wewe huoni shida zako? Wewe huoni shida zako? Wewe unaona tu shida za wengine. Nani alikupa hiyo kibarua? Wachana na kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu yeye anajua vile ataifanya. Lakini wewe unaona shida za watu. Mbona wewe huoni zako? Ona shida zako. Mungu akubariki. Lakini hata kubariki ukiwa unaona shida za wengine, unawauliza nini? Yule si mzuri, yule si hastahili, yule sijui anakaa. Hakuna mtu alikupa hiyo kazi, umepewa na Shetani. Kwa sababu wakati mimi niliuza mali yangu, Biblia inaniambiaje? Isaya 11:3. Hebu nisome vizuri.
Isaiah chapter 11 from verses 1. And there shall come forth a shoot out of the stock of Jesse, David's father, and a branch out of his roots shall grow and bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge, and the reverential and obedient fear of the Lord. And shall make him of quick understanding, and his delight shall be in the reverential and obedient fear of the Lord. And he shall not judge by the sight of his eyes, neither decide by the hearing of his ears, but with righteousness and justice shall he judge the poor, and decide with fairness for the meek, the poor, and the downtrodden of the earth. And he shall unite the earth, and he shall smite the earth and the oppressor with the rod of his mouth, and then with the breath of his lips he shall slay the wicked. Amen. Angalia vizuri. Huyo ni Yesu. Yule roho hupewa watu. Roho Mtakatifu yule ambaye anapeanwa na Mungu mwenyewe. Yeye ukimwangalia hakuhukumu kwa kuona, hakuhukumu kwa kusikia mazege, bali huyo roho utahukumu kwa kweli. Kwa kweli, kuhukumu kwa kweli. Hebu angalia. Wewe unaletewa mambo ya kusingizia. Unaletewa mambo sijui ya matengano, sijui nani hataki kuniona, sijui yule mwenye kukuletea hii shida. Simwambie point blank kama uko na kitu. Point blank. Ambia huyo mtu hiyo mambo unasungumuza. Hiyo ni yako. Mimi niko na rafiki yangu pale, mimi sikumpatia roho yangu. Ikiwa hata Mungu mwenyewe nimekataa kumpatia roho yangu, mimi nataka ibilisi. Ati wewe unakosa usingizi kwa sababu ya ile mambo ulisikia. Unakosa usingizi kwa sababu ya ile mambo mtu alizungumza. Nani alikwambia hivyo? Yesu mwenyewe, yule Roho Mtakatifu. Wacha Roho Mtakatifu hiyo yako, mtakatifu. Kwa sababu kama angekuwa ni mtakatifu, ungejua kutoa hukumu kwa kweli. Lakini wahalifu hawa, hiyo mambo, hiyo hatuongei. Hebu angalia tukiwa wengi, sisi kazi yetu ni masengenyo tu. Kuambiwa ulisikiaje? Uliambiaje? Sijui Mungu huambia watu. Sababu sijui kuna Mungu anaambia hawa hivi na wale wengine wanaambiwa hivi. Hakuna kitu kama hiyo. Mungu akitaka kuongea neno anaongea hadharani. Mambo ya Mungu huongewa hadharani. Mambo ya chuki ndio huongewa huko. Ulisikiaje? Unaonaje? Unaona nini? Nani alikwambia? Roho Mtakatifu. Yesu akiwa na Roho Mtakatifu hakusikia masengenyo, hakukuhukumu kwa sababu anakuona wewe. Bwana asifiwe sana. Hapa ndio watu unakuta mtu anakuwa na roho mbaya, anaota ndoto mbaya, na hiyo ndoto ndio inaenezwa hapa. Hebu imagine unaeneza, unapeana ndoto yako ienezwe. Nani alisema? Hakuna Biblia inasema hivyo. Unapeana ndoto. Nani alikwambia? Hiyo ndoto ni yako. Kana ndoto yako. Sasa hapa kuna ndoto ya matajiri na walio hoi. Wale watu ambao hawana kitu wanaota ndoto za matajiri. Si afadhali ukufe wewe unaota? Kwa nini wewe unaota na mtu fulani? Unajua wewe umwambie unataka akusaidie. Kwa nini unaota ndoto tu ya yule mtu wako na kitu? Na huotagi na mimi niko na mahindi mingi. Wewe huotagi yako na mimi niko na mahindi. Mimi niko na mahindi na maharagwe. Hata kama sio na ile niko na ndoto. Wewe unaota ndoto tu ya na unawapelekea. Nani alikwambia huyo unawapelekea? Kwa sababu wewe ukiangalia roho yako si sawa. Kama ingekuwa sawa, ungepita njia ile inastahili. Nani alikwambia wewe unapelekea watu ndoto zao? Hakuna kitu kama hiyo.
mimi najua mengi, lakini mimi nakupea neno lenye. Mimi sikupea kidoto. Yaani wewe Mungu alinitupa, wewe ukabaki na umaskini. Wewe Mungu akanitupa, yeye akakuchagua. Hata wewe chukuza vizuri. Chukuza akili. Wewe unaota ndoto za wale watu wako na pesa. Hao wengine huoti. Na ukiona mtu anasimama, unaota na kijana yake. Ule kijana yako ndio anakuharibia. Hiyo kijana yako anasuia usiwe na kijana yako, usiku na kijana. Ati unaota, hiyo si ndoto. Wewe mwenye kuleta ndoto za aina hii, hiyo ni ndoto za shetani. Kaa nazo. Wewe unaota sijui mtoto wako fulani yule mkubwa, na kila mahali kwako kuna mtoto mkubwa mkundi. Sasa unaniacha mkundi atakuoa, unataka abaki kihini. Mambo ingine ati huyo mkundi asimame vizuri, unataka asimame kansula awe msikini. Mambo ingine watu wa Mungu, wachana nazo, wacha takataka. Hata wewe uko na mtoto wako. Na uko na mtoto wako, mimi siko. Sasa nikwambia habari ya mtoto wako. Utasikiaje wewe? Ati hiyo ni joto ya kuambiwa mtu mmoja ndio aeneze huko. Wacha kufanya hiyo kazi, hiyo si Mungu amekupea. Kama uko na ndoto, pitia mlango. Ujue vizuri. Uache kusumbua watu. Ni sahi kama sahi nasumuza neno, uone mtu mwingine amekuita nje, ukafanya nini? Ukakula chakula. Ati umetumaniwa na nani? Ukitumaniwa wewe usiende. Maliza ibada, maliza maombi. Unatumaniwa uache neno, uende ukafanya nini? Uache maombi, ukafanya nini? Nini kingine unataka? Uko ulikuwa na shida na Mungu, si mtu. Kwa hivyo ndugu yako kulikuwa na shida kama hizi. Kwa sababu hata wakati wa zamani, hebu angalia hawa watu. Wewe unafikiri Daudi alikuwa rafiki ya ndugu zake? Hakuwa rafiki, kwa sababu hawa wenyewe walikuwa wanampiga vita kwa sababu ni mdogo na wale ni wakubwa. Kwa nini vita inatokea? Kwa sababu Daudi tayari ameshamwagiliwa mafuta. Akishamwagiliwa mafuta, huko kwingine walikuwa na siasa. Angalia Dothani na Kora, walikuwa vile na vita katika nyumba ya Mungu, kwa sababu walikuwa wanataka kuogopa. Wewe unafikiri ni kwa nini mambo nyingi huwa inatokea? Hebu angalia vizuri. Kuna mtu alikuwa ananyeteanga kakitu hapa. Ndio kama amefukuzwa. Kuna mtu alikuwa ananyeteanga kavitu. Sahi hapo. Mama mwenyewe alikuwa ananyetea. Kwani kanisa uliambiwa usilete? Hapa kuna siasa. Kama hujajua ujue siasa zinaenda wapi? Pengine unaambiwa usinyekee hii. Simunulie hii ambayo mnalijua, simunulie kataza. Kwa sababu mtu mwingine akilete neki akija nitamuoa. Hata wewe mama Kenani walikuwa wanataka uwe wapi? Bwana asifiwe sana. Mambo kuna kuwaka na mambo nyingi. Kulikuwa hii kitu na kakuta hapa. Leo sikapata. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema aje? Kwa sababu wewe hujui uko na roho mbaya. Na hiyo roho mbaya unafikiria watu wote hawa wako na roho mbaya. Haikaagi hivyo. Jua vizuri, chunguza hiyo roho yako ambayo iko inaota matajiri, inagawanya watu. Hakuna kitu kama hiyo. Angalia vizuri, uangalie hiyo moyo wako ni aina gani. Roho ya mtu Roho Mtakatifu, watu mtakatifu. Roho Mtakatifu ukimwangalia, yeye ni mtakatifu. Na hajui, mimi ukiniuliza roho hii, mimi sijui. Hata ukiniuliza, hata watu wengine wakisema mimi sijui, na hawezi kuniambia habari ya roho. Hawezi kuniambia ya Joki. Joki ni mnene, ninajua hivyo. Utaniambia nini nyingine? Labda uniambie, nikitaka kuwa na nyama kama hizo, sasa hiyo nitakubaliana na wewe. Lakini nyingine, Joki anakaa, sijui. Nani alikupea hiyo kibarua? Baada kuwa na hiyo ndoto za umaskini. Hiyo ni ndoto za umaskini. Umeisha kabisa, lakini wewe hujui. Naye Mungu akichagua wale anataka, wewe naye hukuitwa mkutano.
Jesse alikuwa pale wakati wa kuchaguliwa kwa kijana yake. Hao wengine walikuwa naona na macho, kwa sababu alichaguliwa kakiwa kale kadogo. Hakuna kitu isipokuwa ni ile vita. Chapter 17 nataka usome. Ndio uone kwa nini Daudi alimaliza Goliath. Haya, soma kwa Biblia yako. Naona kama ni chapter 17. Alimaliza Goliath. Goliath alikuwa watu wanamuinua kabisa. Hebu angalia vizuri. Alikuwa ungesema mambo ya Goliath kama ungesikika ukiongea. Tunaanza fast gapi? Chapter 1. Yes. Good. 2 Samuel chapter 17 from verses 31, and it says, when David's words were heard, they were repeated to Saul, and he sent for him. David said to Saul, let no man's heart fail because of the Philistine. Your servant will go out and fight with him. And Saul said to David, you are not able to go to fight against this Philistine. You are only an adolescent, and he has been a warrior from his youth. And David said to Saul, your servant kept the father's sheep, and when there came a lion or again a bear, and took a lamb out of the flock, I went out after it, and smote it, and delivered the lamb out of the mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard, and smote it, and killed it. Your servant killed both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, and for he has defied the armies of the living God. David said, the Lord who delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Then Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head, and clothed him with a coat of mail. And David guarded his sword over his armor. Then he tried to go, but he could not, for he was not used to it. And David said to Saul, I cannot go in this, for I am not used to them. And David took them off. Then he took his staff in his hand, and chose 5 smooth stones out of the brook, and put them in the shepherd's lunch bag, a whole kid skin slung from his shoulder, in his pouch, and his sling was in his hand, and he drew near the Philistine. The Philistine came on and drew near to David, the man who bore the shield, going before him. And when the Philistine looked around and saw David, he scoffed and despised him, for he was but an adolescent, with a healthy reddish color and a fair face. And the Philistine said to David, am I a dog, that you come to me with sticks? And the Philistine cast David by his gods. The Philistine said to David, come to me, and I will give you your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Then said David to the Philistine, you come to me with a sword, a spear, a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the ranks of Israel, whom you have defied. Then this day the Lord will deliver you. The Lord will deliver you into my hand, and I will smite you and cut you off your head, and I will give the corpses of the army of the Philistines this day to the birds of the air and the wildebeest of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saves not with the sword and the spear, for the battle is the Lord, and he will give you into his hands. When the Philistine came forward to meet David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine. David put his hand into his bag and took out a stone and slung it, and it struck the Philistine, sinking into his head, and he fell on his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and struck down the Philistine and slew him, but no sword was in David's hand. So he ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of the sheath, and with it killed him and cut off his head with it. When the Philistines saw that their mighty champion was dead, they fled. And the men of Israel and Judah rose with a shout and pursued the Philistines
as far as Gath and the gates of Ekron. So the wounded Philistines fell along the way from the Sheraim as far as Gath and Ekron. Amen. Hebu angalia vizuri. Huyu Daudi, hebu mwangalia kuna kazi alikuwa anafanya. Yeye mwenyewe katika ushuhuda wake ameshuhudia Saul. Kwa sababu Israeli wote wameisha kwa sababu ya matanga. Wewe unafikiri brother Job, walikuwa wanaisha kwa sababu walikuwa na uoga kwa nini? Kwa kuletewa ufu. Angalia huyu ni Goliath, mtu mmoja tu wanaletewa ufumi. Ile ni kijito. Na kikishika mtu kitamali. Angalia wale wote wenye kuleta masengenyo. Hawana nguvu ya kiroho. Hakuwa na nguvu ya kiroho. Usibabaishwe ni mtu atindwa kirasi au aliokoka miaka ngapi hiyo sahabu. Bado huyu mtu ako na utoto. Sababu kama hana utoto, angalia ile nishi yenyewe ikababaika kwa sababu ya huyu Palestine moja tu. Wacha wengi. Watu wakawa na uoga. Wana-Israeli wote wakawa na hofu. Hata Saul mwenyewe kwa sababu ya matengano. Alikuwa na yeye ameshi. Daudi akaja akamtolea ushuhuda. Hebu angalia alitoa ushuhuda gani? Ndio wewe na wewe utolee wale. Yule mwenyewe atakuja na mambo mengine. Daudi akatoa ushuhuda akitolea nani? Saul. Yes. And David guarded his sword over his hammer. Then he tried to go but could not go. Nataka pale ulianza. Mahali alikutana na Saul ndio aambiwe afae nguo. Angalia hapo. Hapo. Haya sawa. And then David guarded his sword over his armor. Then he tried to go but could not, for he was not used to it. And David said to Saul, I cannot go with this, for I am not used to them. And David took them off. Then he took his staff in his hand and chose 5 smooth stones out of the brook. Nataka pale vile aliambiwa ni Saul. Aliambiwa ni vile alishuhudia Saul ya kwanza. Akamwambia mimi nimeua. And David said to Saul, and David said to Saul, your servant kept his father's sheep, and when there came a lion or again a bear, and took a lamb out of the flock, I went out after it, and smote it and delivered the lamb out of its mouth. And when it arose against me, I caught it by the beard, and smote it and killed it. Your servant killed both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. Angalia vizuri. Yeye ako na ushuhuda, na wewe nataka uwe na ushuhuda. Wacha kubabaishwa ni takataka ya mazengenyo sijui ona fulana usikubali. Bwana asifiwe sana. Wewe kubaliana na neno la Mungu. Ukiangalia Israeli walikuwa wote wamei kwa sababu ya masengenyo. Takataka hizi ona fulani, unaona nani? Daudi kwa sababu ya kuwa na msimamo. Waneno akajulia mimi nimeua bear and lion. Kwa hivyo akishika mimi nilikuwa na mnasua na tena na mpasua. Hebu angalia huyu ni mtu wako na ujumbe tofauti. Na kwa hivyo huyu ambaye ameangamiza, nani waangamiza watu wa Mungu? Ibilisi akiwa wapi? Hapa. Akienezwa ni mdomo yako. Unajua. Hakuna usikubali unajua. Usitaki kujua ya mtu inajulikana ni Mungu. Kama mtu atakuja na mdomo yake mchafu. Biblia inamwambia unaishi katika watu ambao wako na midomo michafu. Watu wako na midomo michafu. Kuna watu wako na midomo inakaa kama exhaust. Kazi yao ni yale mambo imeosa. Hiyo ndio inaelezwa. Na neno bora neno huelezi. Daudi akaambia Saul, mimi yule nitamaliza kwa neno nitamaliza. Kwa nini alimaliza? Akaambia huyu mtu ambaye ameangamiza Israeli. Amefanya Waisraeli waishe. Angalia ibilisi ndani yako. Yeye ndio huongea mambo ya watu.
Ibilisi anakwambia ni yule. Roho wa Mungu anakwambia ni wapi? Ni huko. Wale ambao walikuwa hawaoni, ukisemehea mtu fulani, yule ambaye alikuwa haoni anafunguka. Kumbe ni mimi niko na dhambi, kumbe si yule. Hebu angalia ni watu wangapi wanaeneza hiyo ujumbe. Wale wanaeneza ujumbe ni wale walikuwa naona ni nani anaharibu, ndio hii. Ndio fulani yule ndio anaharibu. Na watu walini wamekufa lakini hawajui. Wako katika nyumba ya Mungu lakini wamekufa. Wakati wanaona shida zao. Wakati mtu anajua hii matengano na chuki na hasira zinatoka wapi? Zinatoka ndani ya moyo wako. Kwa hivyo si yule. Ukiangalia watakuwa na message nyingine ambayo itawabariki. Kwa nini wale watu ambao hawajajiona, hawajajijua, hawajua wako na shida? Kwa sababu Biblia katika Isaia 59 inasema ile kitu inazuia mtu asisikie maombi yako. Ni hiyo dhambi zako. Ni hiyo malaya ya ibilisi iko ndani yako. Ikikanyagwa inalipuka. Inatoka nyoka. Hebu angalia hivyo. Lakini kwa sababu mtu hajui, Daudi naye akasimama. Wakati aliturudia akapigwa ile maguo ya ile asiwezi kupatwa ni mkuki. Daudi akamwambia Sauli, mimi siwezi kutembea na maguo kama haya, kwa sababu hata wakati nilikuwa nashika simba nikiwa na hii mikono, sikushika na hii mambo mengine akifanya hii nafanya hakuna. Yeye akamwambia mimi nitaenda kukutana na huyo mtu nikiwa vile nilivyo. Sauli akachindwa ni kusema, akamwambia enda. Na Mungu akushindani ukweli. Daudi wakaingia kwa kiwanja. Daudi yeye mwenyewe, hawa wengine wako na mishale na mikuki, lakini mikuki yote iko nyuma. Hata wakati waliambiwa, ukiangalia watu wakati walikuwa na jenga ile wall, ukiangalia watu wengi, Biblia ilikuwa inasema uwe na panga na uwe na silaha zako zikiwa hapa na simiti na mawe zikiwa hapa. Angalia. Wale walikuwa na agano. Walikuwa na neno la Mungu. Kwa hivyo wakijenga walikuwa wanajua wanasimamiwa ni Mungu wao. Walikuwa wanajua wanasimamiwa ni Mungu wao. Hawakujua mambo mengine. Na wakamaliza. Basi Daudi wakati waliingia kwa kiwanja, angalia ile kijitu kikajitokeza. Kikauliza Daudi, wewe unafikiri you are coming to fight? Alisemaje? Are you coming to fight a dog? Ambaye a dog. Na Daudi kwa ujasiri. Angalia, wewe kuwa na ujasiri wa neno. Ukiwa na ujasiri hata mali hutaomba. Kuna mtu anaomba mali nje. Hapa hakuna mtu ajui kujiombea mali nje kwake. Au Job wewe hujui kuomba? Kuna mtu hapa haja sauti, baba lete mali, nani hajui? Lakini inakuja kwako, itakutumilia njia gani? Na wewe ndio uweze kuharibu. Wewe ndio una roho mbaya, lakini wewe hujui. Basi Daudi akajitokeza. Hata panga hana. Pigia Yesu makofi. Lakini alikuwa na nini ndani ya moyo wake? Alikuwa na nini? Alikuwa na neno. Kwa hivyo akataimba, Yesu ni ngao langu, kimbilio langu, nimwogope nani? Nimwogope nani? Naimba kwa sauti, watu wote wasikie. Hebu na wewe jaribu. Wewe ukipata kumajaribu kidogo, unasema ile mali ilikuwa nimeuza, awala niwe na ile mali ya thamani. Hasira na matakano unarudi tu katika ile njia. Daudi alikuwa, hebu imagine hata wewe uangalie na usome Chronicles 20. Watu wa Israeli waliambiwa msibebe kitu. Hebu angalia vizuri kama unataka kushika neno. Msibebe kitu, msibebe mapanga.
kwenda mkiiba, ati mnaenda kukutana adui wakiwa na mishale na mapanga na mabunduki, wakaambia kwendeni na wimbo. Bwana asifiwe sana. Is that 2022? Wakaenda wakiiba. Kwa nini walienda wakiiba? Wewe unaweza, hebu angalia, wewe unaweza, watu wako na mabunduki pale na mapanga. Mungu akwambie, enda ukiiba. Na mpige turumbeta, utasikia gani? Hata wewe sitaki kuuliza sababu hata wewe unajua ulikimbia jana. Hata nikisema hiyo tayari huko kwa mtaro huko ukitoroka. Kwa sababu mtu muovu anatoroka hata bila kufukuzwa. Na ndio ukiona shida kidogo katika safari, wewe unataka kurudi kule, unataka kurudi ile kanisa ulikuwa mbeleni. Si urudi tu, rudi huko tu. Huko ndio kuona watu walikaya. Kuna watu walikaya yako. Bwana asifiwe sana. Daudi kwa sababu ya wewe mimi nitakuja kwako kwa neno la Mungu. Biblia inasema alikuwa na kakapu au kashodo au jodo ilikuwa natuma. Ilikuwa yeye huyu mtu ambaye anapambana naye ako na panga. Na nini nyingine? Na msijui na mikuki na michale. Lakini Daudi anajuhudia mbele ya Mungu watu wote wasikie. Watu wote wasikie. Akasema mimi nitakuja kwako kwa neno la Mungu. Hakuna mtu ngoja nikwambie, yoyote ambaye anasimama na neno, yeyote ambaye ametenda mazuri hapa na pale. Wewe piga kelele tu, wewe endelea kupiga kelele ya huko tu. Wewe piga, endelea na kelele. Na shida zitakulalia kwa sababu ya kelele yako. Daudi alishomoa kama tu, wewe imagine. Kama tu. Kama akatupa, wewe unafikiri alitupa kwa nguvu zake yote? Hakuna, hata Israeli nguvu. Ni watu wote tu waone kuna kitu ametu. Kwa sababu Mungu, kwani unaona Mungu ndio amalize ulimwengu? Alikuja na nini hapa? Hapa kulikuja corona tu. Tukasikia corona, tukawa colonize. Ndio hivyo. Ukiniangalia kila mtu tokea ile barabara bila barakunya, utajua. Sababu umekuwa corona, tukawa colonized. Si hata disease, ni kitu ilikuja. Hata ukiulizwa corona ni nini, hata wewe hujui. Hata wewe ukiulizwa corona ni nini, hata wewe hujui. Lakini tokea ile barabara, huko kwa linda usalama wako huko. Nani huyu wewe lete? Unajua mbeleni mtu alikuwa anatolewa faini ya 5,000-10,000. Saa hii hata hawa watu wanasema ukuona ndani nyumba. Ukuona ndani nyumbani. Utafanya nini? Kwa hivyo askari anachukua kamera 50, lakini si kwako. Mimi simuoni na 50 au kamera. Lakini ukitoka pale ujue huko sheria huko ni kali. Nataka kusema nini? Daudi tu akatupa kamari. Neno tu moja. Ati nimekuja kwako na neno la Mungu. Si ati ni mawe Biblia inaandikwa akatupa kamari. Ile kitu ikaanguka. Ile panga alikuja naye ndio Daudi alitoa kichwa. Koda watu wao, pana Israeli wakati waliona mtu wao, yule mkubwa wao ameanguka. Hebu akaja kutoka hapo. Watu wakakimbia. Nayo wana wa Israeli wale walikuwa hawana uwezo kwa sababu ya matekano na kusikiza uvumi. Wakasukumana na wale watu. Soma Biblia, waliwamaliza. Wewe na wewe uza mali yako. Waje kukaa na kitu ya ibilisi. Kina wewe ni muombaji. Wewe si muombaji. Muombaji halisi. Maliza mali yako hiyo ba. Ukija maliza, hata uombe maombi mingi atakubariki. Hakuna. Mungu mwenyewe sababu ataona roho yako. Vile roho yako ilivyo, yeye mwenyewe atakubariki na atakupa hiki na kile. Bwana awabariki sana, awatendee mema kila mtu akiuza mali yake, awe na nguvu kama Daudi. Thank you very much. Apigie mchungaji makofi. Leo nilikuwa tuweze kuuza mali yetu yote ili naye Mungu akaweze kukusaidia, kwa sababu ukiwa na mali hiyo inamaanisha bado kuna kitu ambacho umekosa. Kwa hivyo acha tuamini na tuombe. Mungu Baba uishie milele, asante kwa neno ambalo tumepokea kwa siku ya leo. Ni kwa sababu ni neno la haki na neno la kweli, kwa sababu Mungu Baba tunajua
kuna ile ambayo mahali ambayo tumejiwekea. Na Mungu Baba, tunakuomba kila mmoja wetu akaweza kurejea kwako, ili akaweza kuondoa imani yote ambayo inazuia baraka zako, Mungu Baba. Na ni asante kwa kutufikisha mahali hapa salama salimini. Na hata tukiondoka, tunaomba tuondoke salama salimini, Mungu Baba. Hata tukianza wiki hii, tunaomba kwa utazidi kuwa nasi, utazidi kutulinda na utazidi kutuinua. Na hata tukipatana hapa Jumapili nyingine, tutasema ni asante na tutasema kwa unastahili, Mungu Baba. Na ni kupitia Yesu Kristo, leo mkombozi wa maisha yetu, ndiposa naomba hata kuamini. Amina.